Uhali gani mtazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo niko na mgeni wangu hapa, tuko naye, tutazungumza juu ya issue ambazo anazifanya, harakati ambazo anazifanya na changamoto ambazo anazipitia kwa namna moja au nyingine. Bwana, mambo vipi? Poa, kwema. Mzima kabisa? Mzima wa afya kabisa. Niko poa. Bwana, tusiende muda mrefu sana kama ungependa tujue wewe ni nani? Majina yangu nafahamika kwa Gerard Kucha. Ndio. Ni Gerard Kucha, kazi yangu na wasafisha wakina mama, wakina dada. Na wasafisha kucha na wapaka rangi. Kucha, kusugua miguu. Ndio kazi yangu moja kwa moja. Hii kazi tangu umeanza kuifanya mpaka sasa hivi na muda gani? Hii kazi kwa muda ambao nimeanza kuifanya na kama miaka mitatu. Na kama miaka mitatu hivi nikiwa nayo naendelea nayo, ndio kila kitu ambacho tunafanya nayo hii kwa ndio napambana nayo, tunazidi kujitafuta moja kwa moja. Na hii kazi unayoifanya inakunufaisha kwa namna moja au nyingine? Au na kazi nyingine zaidi ya hii? Ninao kazi nyingine pia ambayo naendelea nayo, kwa nafanya huko nikimaliza na kuja huku, kwa sababu naona nikitegemea kazi ya aina moja kidogo inakuwa haikizi mahitaji. Ndio. Ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe ujiingize kwenye hii biashara ya kucha na ukaacha kufanya biashara nyingine zozote ambazo zipo katika hii dunia? Kitu kilichonifanya kuingia kwenye kazi hii, moja, haichoshi. Kwa ni utaalamu wako, unafanya kwa utaalamu wako, unafanyia kile kitu mteja ambacho anachopenda. Vile vile haichukui muda mrefu, na vile vile nimeamua kuifanya hii naipenda. Mimi napenda mambo ya urembo, kwa nafurahia sana kuifanya. Ndio. Ukiachana na kazi hii, kuna kazi nyingine ambayo ulishawahi kuifanya kabla ya hii? Ukiachana kazi hii, kazi nyingine nishawahi kufanya zaidi ya hii hapa. Nimewahi kufanya kazi ya kuuza maduka ya vipodozi, urembo. Nilikuwa nafanya hiyo. Kupitia kazi hiyo ya kuuza maduka ya vipodozi, ndio nikaingia moja kwa moja kwenye kazi ya kutengeneza kucha kwa wapaka wakina mama rangi, wakina dada. Ndio nikaingia moja kwa moja kwa kuwa ni kazi ambayo inahusiana na urembo. Kwa kazi hiyo pia nimewahi kufanya. Kwa nimetoka huko nimekuja kujitafuta kwenye upande wa kutengeneza kucha. Kwa kiufupi niseme kwamba wewe unapenda sana hizi mambo za urembo, hasa urembo wa mwanamke. Kiufupi napenda sana kazi hii za kina mama za urembo, kwa sababu ndio mama zetu lazima tuwapendezeshe ili wakitoka wanatoka wakiwa wamependeza kabisa vizuri. Tangu umeanza kufanya kazi hii ni faida gani ambayo imekuletea mpaka sasa unasema kupitia kazi hii nimefanya 1, 2, 3, 4, 5? Kupitia kazi hii nimefanya mambo mengi. Nimefanya mambo mengi ya kimaendeleo binafsi yangu na kusaidia ndugu zangu, wadogo zangu. Kwa hiyo inanisaidia sana. Inanisaidia sana na naiheshimu sana. Yanitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupitia kazi hii. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kigoma. Kwa maana ya Muha. Mimi Muha. Wanasema kwamba kazi nyingi za kucha hizi ambazo zinafanywa na kucha wanaofanya watu wengi wanaofanya kazi hii ni Muha. Hii unalizungumziaje? Hii ni kweli. Asilimia kubwa sana ni Waha. Na nini maana ya Waha? Sisi Waha huwa hatuchagui kazi. Sisi ni wapambanaji, ni watafutaji. Kwa hiyo watu tunapambana, hatuchagui kazi. Tukishaona kazi hii ina fursa kwetu, ni halali, watu tunajiingiza huko, tunapambana, watu chagui kazi. Sisi watu Waha wa Kigoma. Popote pale ambapo mkono unaenda kinywani kwa haki kabisa, nyie mnapambana nayo na mnahakikisha kwamba hiyo kazi inakuwa ya kwenu. Yaani sisi tukiona kazi kwamba kazi hii ni halali, haina shida yoyote kwa jamii, tunaingia, tunafanya, tunapambana kwa ajili ya maslahi ya taifa na kwa sisi wenyewe binafsi yetu. Kwa ndo maana asilimia kubwa kuta sisi kazi zetu hizi za urembo wa kutengeneza kucha ni Waha, kwenye kukopesha vyombo mtaani ni Waha. Wengine wanaona aibu kufanya kazi hizi, lakini sisi Waha tunapambana kwa kweli, hatuchagui.
Jamii inakuchukuliaje wewe mtoto wa kiume kucheza na kucha za watoto wa kike na kufanya urembo kwa namna moja au nyingine? Kwa jamii ambao tunaishi nayo, wao wenyewe ni watu wa urembo, wanapenda kazi za urembo. Kwa hiyo wenyewe wanafurahi, kwanza huduma tumewasogezea karibu, kwa hiyo wenyewe wanafurahia sana. Wakiwa naenda kwenye sherehe lazima aje apendeze. Kwa hiyo kama mfano tusingekuwepo, maana yake wenyewe wanaona kuna vitu vimepungua. Kwa hiyo kutokana na kazi yetu hii, jamii inaifurahia sana. Wanaifurahia sana na wanaipenda sana. Kwenye kazi ambayo unaifanya, ukiachana na wanawake, wanaume pia uwaga wanakuja katika hii sehemu? Wanaume wanakuja, wao kuja kwao hawaji kwa ajili ya kupaka rangi, ila wao wanakuja kwa ajili ya labda mtu ashakuwa mtu mzima, hawezi kukata zile kucha zake, kucha zishakuwa ndefu, kwa anakuja na kuambia mwanangu nisaidie kunikata hizi kucha zangu, ili na mimi navyoenda sehemu niende nikiwa nimependeza, niende nikiwa kucha zangu zinaonekana ni safi. Kwa hiyo nazikata tu na msawazishia, zinakaa vizuri, akienda anaenda kucha ziko vizuri. Maana wengine hawa baba zetu tunakuta umri ushakuwa mkubwa, wengine na kitambi hawezi kukata kucha zake, kwa anakuja tuomba tumkate. Kwa hiyo tunafanya hivyo. Umeanza kuifanya kazi hii na uliniambia kwamba una miaka zaidi ya 3. Ni jambo gani ambalo au changamoto gani ambazo unakumbana nazo kila siku katika kazi yako? Kwenye changamoto, kazi yoyote huwa inakuwa na changamoto, lakini changamoto ambazo nimekutana nazo huwa najitahidi kukabiliana nazo namna ya kuzitatua, kwa sababu changamoto hizo huwa tunazigeuza kuwa kama fursa. Kwa sababu unaweza kumfanyia mteja kazi yako, umemfanyia vizuri, umemaliza, halafu anakuambia hapa hela sina, subia naenda kukuchukulia. Kwa hiyo unaweka ukaribu ili aende akakuletea kitu chako. Unaweza kumwambia bwana sasa uendi mbali, sawa, haina shida. Au sasa kama mfano mteja shakuja, shamjua kwamba labda huwa yupo hivi, changamoto ni 1 2 3, unatumia changamoto hizo kuzigeuza fursa kwake. Anaweza kaja kumwambia bwana hebu nisaidie pesa yako hiyo nikanunue kitu fulani ili nije nifanye nini, nikufanyie huduma. Kwa hiyo tunatumia ile lugha rafiki kwa mteja, ambaye yeye mwenyewe haweza kujua kwamba hapa unakataa changamoto baada ya kufanya nini, ya kumaliza kazi. Kwa hiyo tunajitahidi kusatua kwa namna hiyo. Kwa hiyo watu wengine wanakujaga hapa, anafanya kazi alafu anaondoka bila kukulipa. Cha kwenda kutoa hela. Mwingine anakuja hapa anakuambia hapa pesa sina, kwa hiyo natakiwa nikatoe kwanza au nikachukue nyumbani. Kwa hiyo zitatua hizo ndo tunaweka lipa namba, ili mteja kija kisema ipo kwenye simu tunamwambia lipia moja kwa moja, ili kuepusha changamoto hizo. Baada ya kumaliza kazi mtu anataka kuondoka bila kulipia. Kwa hiyo namna hiyo ndo huwa tunazitatua kwa namna hiyo. Kwenye kazi ambayo unaifanya, jamii kwa namna moja au nyingine uwaga ina watuhumu nyie watu ambao unawatengeneza kucha huwa ni miongoni mwa watu ambao mnavunja ndoa na mahusiano kwa namna moja au nyingine. Hili kwako limekaaje? Hii kauli ya jamii ya kuwatuhumu nyie kuvunja ndoa za watu au mahusiano ya watu, ina ukweli ndani yake? Kauli hiyo naweza nikasema kwamba haina ukweli, kwa sababu sisi sehemu hii ni sehemu ya kazi. Kwa hiyo tunaheshimu kama ofisi yetu ya kazi ambayo inatuweka mjini kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo ni mitazamo ya watu ambao wanavutazamia kwamba kazi yetu hii ya rangi kwamba hii tunaharibu ndoa za watu, mahusiano ya watu, lakini kiufupi haina ukweli wowote. Haina ukweli. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kazi tu basi. Kwenye hapo nikiendelea zaidi, mwanamke ana sehemu nyingi sana za hisia ambazo ukimshika anajua kwamba hapa kuna kipengele, na ndio maana wanasema kwamba watu wengi huaga hawaruhusu wanawake zao waende sehemu za kucha, kwa sababu wanajua mke wangu ukimshika tu kwenye miguu basi imeisha, ukimshika tu kwenye kidole basi imeisha, ukimshika tu kwenye sikio au kwenye kiuno basi imeisha. Hii imekaaje? Hakuna mtu yoyote ambaye alikuja hapa kwenye kazini kwako akakutuhumu kwamba wewe unatoka na mke wake, labda umekuta labda unamshika kucha, unamshika kidole? Hapana, kwangu mimi kwa muda ambao nimefanya kazi hii sijawahi kukutana na tuhuma za namna hiyo, kwa sababu mteja kija
unamuuliza kwanza, unamwelekeza kwanza huduma unazozitoa. Kwa kutokana na huduma unazozitoa, akiona kwamba huduma hizo kwangu sio rafiki, wao wengine anasema bana, hapana, hiyo hivi na hivi hamna, wewe nifanyie 1 2 3, kuona mfuata vile anavyohitaji mteja. Kwa ufupi, namshukuru Mungu sijakutana na changamoto hiyo, labda zije mbeleni, ila kwa wakati huu sijakutana nazo kwa kweli. Na hili swala la mwanamke unamuosha mguu akabadilika akawa yupo katika hali ya kuhitaji kufanya mapenzi, ilishawahi kukukuta kwa namna moja au nyingine? Kwa upande wangu hiyo bado haijawahi kunikuta. Haijanikuta hiyo kwa kweli. Maana kuna wengine ukija ukimshika tu unaona kabisa huyu mbona kama anaanza kubadilika kidogo kidogo, anahitaji jambo lingine ambalo tofauti na ile ambayo analifanya. Kwangu mimi hiyo kwa kweli haijatokea. Haijatokea kabisa. Na nipo kwa muda mrefu, kwa hiyo sijakutana nayo hiyo. Sijakutana nayo. Je, kumosha kabisa mtu kidole miguu ukaona kabisa huwa anabadilika kabisa katika hali nyingine tofauti? Hapana, haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea kwamba anabadilika, kwamba anahitaji kufanya mapenzi, hapana. Kwa sababu ni sehemu tu ya wazi, mtu akija pako wazi kabisa. Kwa hiyo haijawahi kutokea kubadilika. Kuna wengine huwezi kumuona, mwingine hawezi kukwambia kwamba anahitaji kufanya kitu fulani, lakini hali yake, namna unavyomshika, labda unavyomsafisha kwenye miguu, anavyokuwa anabadilika kitabia, inakuwa tofauti. Je, kutokea kabisa hiyo? Kwa kweli ndugu mwandishi wa Nyayo TV, channel yetu pendwa, kwa kweli hiyo haijatokea. Na bahati sana. Kwa kweli na bahati sana, changamoto hiyo haijatokea. Haijatokea kabisa. Maana wengine wanakuambia, maana nishakutana na watu wengi ambao labda wanafanya kazi kwenye saluni hizi za kuosha nywele, hizi za kuosha nywele. Wengine wanakuambia kuna wengine ambao wanakuja unaona kabisa huyu amebadilika, lakini unatafuta namna nyingine kukimbia ile changamoto ambayo imemtokea.